Hii ni Maisha Kamili. Tutakufungulia Biblia uyaone maisha. Karibu sana ndugu mtazamaji. Tuko katika siku nyingine ya Alhamis. Jana kuna somo zuri nasema kuitwa kuithibitisha haki. Tumeitwa. Tusiseme haki ni ya wanasheria, haki ni ya jaji, haki ni ya Mungu atakuja kuithibitisha. Hapana. Heri wenye kiu ya haki. Maana hao watafanyaje? Watashibishwa. Leo tu katika somo nyingine nasema jirani yangu ni nani? Basi kabla ya kuanza tupate ombi. Asante Mungu wa mbinguni kwa namna ambavyo unatufunulia wiki hii upendo na haki yako. Amen. Na sisi pia tuna nafasi ya kufanya katika upendo huu na haki yako unaotuonyesha. Leo pia tutaka tuone jirani yetu ni nani. Tufungulie Mungu. Tuonyeshe ni katika jina la Yesu Kristo tunaomba na kuamini. Amina. Amina. Amina, amina. Jirani yangu nani aliuliza hilo swali? Twende Luka 10:29. Luka 10:29 anasema naye akitaka kujidai haki alimuuliza Yesu, na jirani yangu ni nani? Yesu akajibu akisema, mtu mmoja alishuka toka Yerusalemu kwenda Yeriko, akaangukia kati ya wanyang'anyi. Wakamvua nguo, wakamtia jeraha. Wakaenda zao wakimwacha karibu ya kufa. Kwa nasibu kuhani mmoja alishuka kwa njia ile na alipomwona alipita kando. Na Mlawi vivyo hivyo alipofika pale alipomwona akapita kando. Lakini Msamaria mmoja katika kusafiri kwake alifika hapo alipo, na alipomwona alimhurumia. Akakaribia, akamfunga jeraha zake, akizitia mafuta na divai. Akampandisha juu ya mnyama wake, akampeleka mpaka nyumba ya wageni, akamtunza. Hata siku ya pili akatoa dinari 2 akampa mwenye nyumba ya wageni akisema, mtunze huyu na chochote utakachogharimiwa zaidi mimi nitakaporudi nitakulipa. Waonaje wewe katika hao watatu ni yupi aliyekuwa jirani yake yule aliyeangukia kati ya wanyang'anyi? Akasema, ni huyu aliyemwonea huruma. Yesu akamwambia, enenda zako nawe ukafanye vivyo hivyo. Ni huyu aliyemwonea huruma. Asante sana. Jirani yako ni nani? Ili swali alilouliza, ameuliza si mtoto, mwanasheria. Kwanza amemtupia Yesu swali. Katika ipi sheria, ipi amri kubwa? Amri iliyokuu. Yesu akajibu, pende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote na jirani yako kama nafsi yako. Sasa akataka ajithibitishe mwenyewe. Akasema, jirani yangu ni nani? Anajua Yesu akichemka atakosea kujibu vizuri. Yesu kama unavyomjua nabii huyu wa Galilaya anapenda kujibu kwa hadithi. Na hii hadithi inaonekana kama ilitokea au ina uwezekano kwamba ingeweza kutokea. Kati ya Jericho na hapo Yerusalemu kulikuwa kuna njia ya hatari, na huenda kweli kulikuwa kuna majangili. Hawa wawili wanapita, huyo amevamiwa na majangili. Nani huyo? Inawezekana ni Yahudi. Yahudi huyo inawezekana naye alikuwa anaenda Yerusalemu. Nani ajua hao ametoka Yerusalemu anaenda Jericho? Ni maeneo ya Wayahudi hao. Sasa Wayahudi wenzake wanapita. Kuhani jamaa yuko hoi. Sasa mmoja anasema, nikisogea pale kama wako jirani je, hata ni nani na mimi? Kwa hiyo anaangalia usalama wake. Sasa huyu anayeangalia usalama wake anamuona huyu ni jirani yake, anastahili huruma yake. Maana jirani kulingana na hili jibu ni yule aliyemuonea huruma. Kwa lugha nyingine, huyu aliyemuonea huruma ndio anamtambua huyu anastahili upendo wangu, anastahili kusaidiwa, anastahili. Kwa hiyo anamuona huyu ni tishio kwangu. Naweza nikainama nikawaiwa wakanitaibu. Kwa hiyo hamuoni kwamba anahitaji huruma. Ni tishio kwake. Yeye anaangalia usalama wake kwanza. Au mwingine kuhani bwana. Mlawi. Alianza kuhani akapata Mlawi. Tuseme tuende kwa kuhani. Huyu mwingine, huyu kuhani anawahi ibada. Hivyo unajua kulingana na sheria zao ulikuwa hutaki kushika mzoga afu unaenda hekaluni. Unampenda Mungu. Unataka uende kwa abudu. Ukishika mzoga Mungu anasema no, mimi sitaki uchafu. Kwa hiyo jamaa akasema
Sasa nikishika mzoga huu ibada, nitaweza kufanya ibada? Amri kuu ya kwanza nini? Simpende Bwana Mungu wako. Mpende Bwana Mungu wako. Sasa hapo inakuwaje? Amempenda Bwana Mungu wake kwa kumwacha? Hapana. Na tulisoma wiki hii Zaburi 82, walioonewa. Mungu anapenda haki. Mungu anapenda haki. Kama unampenda Mungu, onyesha haki. Onyesha haki walioonewa wewe. Haya, jirani yako ni nani? Hebu toa ufafanuzi wako sasa kulingana na hii scenario au hii hadithi. Kwa ufupi, jirani yako ni nani? Jirani yangu ni nani? Jirani kwa yangu maneno yako, mtu anayestahili mimi nionyeshe huruma, ubinadamu, anayenihitaji mimi msaada wangu kwake, anayehitaji mimi nionyeshe fadhili kwake, kama ambavyo mimi ninavyojipenda, naye mimi nastahili pia kumwonyesha vile vile ule hali yangu mimi kwake yeye pia. Hilo umejibu kama kuhani yule anayepita au Mlawi. Lakini ninaona hili jibu linalotolewa hapa na huyo jirani yake ni yule aliyemwonea huruma, ni kutoka kwenye perspective au mtazamo wa yule anayehitaji huruma. Hivi unajua watu huwa hawapendi kuuliza wewe ni msabato au sio msabato, wewe ni unaimba sana kanisani au unaimba kanisani. Yaani mtu kutaka kujua kwamba wewe ni ndugu yake sana, ni kama umemkopesha kwa riba nzuri, ni kama umemsaidia, anasema huyu ni jirani yako. Yaani hapo haangalii hiyo lebo yako. Yaani umeionaje? Ndio nzuri sana. Yaani watu wanaweza kumuona Mungu kwetu wakatuona sisi kama ndugu zao au majirani zao, si kwa nyimbo sana, sadaka nyingi kule kanisani tunazotoa, ni ile huruma tuliowaonyesha. Sasa tukijibu wakati mwingine kulingana na perspective yetu kwamba ninahitaji huruma. Unajua hata Sauli alidhani kwamba anahitaji huruma yule mfalme wa Amaleki. Lakini Mungu kwa jibu la Yesu linatupatia mwanga zaidi kwamba yani yule anayestahili huruma, huyu ambaye amedhulumiwa huyu. Kumbuka mfalme wa Amaleki alikuwa amezuia wana wa Israeli wasisonge mbele, ameua, ameharibu, amenani. Ni tofauti na huyu aliyegongwa. Huyu anahitaji huruma. Sasa jirani yangu ni mtu ambaye anahitaji huruma. Tunarudi kwenye hilo usentio. Lakini anahitaji huruma kivi, amedhulumiwa, sio yeye mzulumati. Hapana. Hicho Kiswahili lakini sijui kama ni rasmi. Mzulumati sio mwenye kudhuluma. Mdhulumaji sio dhalimu. Dhalimu anahitaji huruma. Hapana, dhalimu anahitaji huruma. Aliyeonewa anahitaji huruma. Na aliyeonewa, aliyeonyeshwa huruma, ndio anamtambua huyu aliyemwonyesha huruma, kweli huyu ni ndugu yangu. Kweli nimepata kitu. Kuna tofauti. Kuna mtu ambaye anadhulumu na anataka bado aonewe huruma. Huyo anatafuta kujisafisha machoni pa watu, lakini lengo lake moyoni mwake si kama mtu ambaye anatafuta haki, bali anatafuta, na mimi niseme ni ubinafsi. Alafu kwenye hii kitu, mtu ambaye jirani yangu ni nani, ninaona tunahitaji tumpende Mungu, afu Mungu atufunulie. Kuna watu wengine wanaonyesha huruma, hawastahili huruma. Na hata hawawezi kuona we kama jirani yake. Naomba nikwambie, kuna watu wanakaa pale barabarani wanahitaji pesa yako. Hata ukiwapa hawataona wewe ni jirani yake.
sio mhitaji. Yeye ni biashara pa, anafanya kazi, wala sio mhitaji kivile. Yaani ukimpa mwenye kiu kikombe cha maji ya baridi, atakuona we ndugu yake, atakuona jirani yake. Kwa hiyo sisi tusitafute tu kuonyesha huruma eti tu tunatimiza sheria. No, Mungu atusaidie kupeleka huruma panapostahili huruma, ili yule mtu atuone, amuone Mungu ndani yetu, aone ujirani kwetu. Yaani mtu yaani ule wema umguse. Kama ni kumwasha, kama anawashwa, basi umkune pale anapowashwa. Na yeye mkono hauwezi kufika kwa sababu ya mazingira, no, yeye mkono hauwezi kufika. Hapo watu tumekiongea cha msingi sana. Kidogo nikuulize swali hapo, tafakari. Nitajuaje sasa kama yule mtu pale aliyekuwa chini pale ni kweli anastahili kuonewa huruma au anafanya biashara? Nitajuaje? Lakini umejibu vizuri kwamba Mungu anisaidie kuonyesha kweli yule anahitaji huruma. Matapeli unajua wanakuja na story kabisa, nasema nimevamiwa hapa, nahitaji hela yako, naomba wewe jirani yangu, wewe ndugu yangu, wewe ndugu yangu. Alafu mimi zamani nimetoa sana hizo pesa. Nikwambie ukweli. Nakumbuka kuna mchungaji mmoja akasema, bwana mimi sihangaiki, Mungu ndio atajua mwenyewe bwana, mimi nitatoa, kama nayo mimi nitatoa. Sasa naomba nikwambie, hata wachao wanahitaji hiyo pesa ili aende kufanya mambo yake. Sawa sawa. Kweli si kweli? Lakini pia hata tapeli kama anaweza kuchukua aibe, ukimpatia inamaanisha umempatia ruhusa aende kutapeli na wengine. Sasa haki bado itapatikana hapa dunia. Wewe tunahitaji hekima. Na hekima hii kama ulivyosema ni Roho Mtakatifu sasa. Sasa mimi nilichojifunza sasa maishani. Nasema Mungu, ili swali ndilo nauliza. Mungu, naomba nionyeshe jirani yangu. Sawa sawa. Naomba nionyeshe jirani yangu. Usikariri eti mchungaji mwenzangu ndio jirani yangu. Yendi hivyo. Hata Msamaria anaweza kuwa jirani yako, anahitaji. Inawezekana huu msaada hata ndugu yako uliozaliwa pamoja hauhitaji, kama huyu ambaye sio wa kabila yako, sio amjasoma wote, lakini ndio anahitaji. Inawezekana huyo mdogo wako umempa pesa za kute na zinamharibu huyo mdogo wako, hizo pesa unazompatia. Mungu, nionyeshe jirani yangu. Nimekaa. Sio Sabato mwenzangu, jirani yangu muhitaji. Rafiki yangu, Mungu ametuonyesha tena kwa jibu lake kisa cha Msamaria, jirani yetu ni nani. Tunatakiwa kuonyesha huruma, rehema, imani, haki kwa wale wanaohitaji, kwa sababu wamedhulumiwa, si kwa kupenda, ili waweze kuishi wakimtukuza Mungu, wakiwa na mikono miwili, miguu miwili, wana uwezo, wanaishi maisha yenye hadhi kama Mungu alivyotuita. Wito huu Yesu mwenyewe amekazia tena na tena, akitutaka tuonyeshe huruma. Sisi kama ni wafuasi wake na tunamtambua, tutaonyesha huruma, si kwa kuangalia sura. Yeye ametupatia labels, tutawatambua. Sio unapohitaji Roho Mtakatifu, mgonjwa, wafungwa, niko kifungoni kuja kumtazama, niko mgonjwa kwa uchi, lakini pia napo tunahitaji Roho wa Mungu pia atuongoze, maana wasanii wako. Baba yetu wa mbinguni, kweli tunahitaji Roho wako. Mahali pengine badala ya kuwagusa kwenye mahitaji, kumbe Bwana hatujawagusa, na hata watuoni kwamba ni majirani zao, wanaona tu wapumbavu wa watu tumewalia pesa zao. Tupe hekima basi, tuweze kuwapa watoto wako haki wanayostahili, upendo wanaostahili, msaada wanaostahili, katika jina la Yesu. Tulete tena kesho, utupatie hekima tunapoendelea kuchambua maandiko haya yanayofunua siri zako, ni katika jina la Yesu. Amina. Amina. Leo ulikuwa pamoja nami Arnold Rubinza, nami Enos Mwakalindile, katika kukuletea mfululizo mzuri huu wa wiki hii, upendo na haki, na wenye amri kuu hizi mbili. Kesho tutaenda kujibu maswali ya msingi, pia kutoa hitimisho la somo la wiki nzima. Amen. Karibu sana, usikose, bado tutakuletea vipindi hivi kutoka katika
nchi ya Tanzania, Dar es Salaam na hapa ni Temboni. Usisahau kusubscribe, pia share na mwenzako. Kama kuna swali weka comment hapo. Mpaka kesho, ili Maisha Kamili, karibu sana. Amen.